Mungu awape ushindi ndugu zetu wa Iran. Tuombe Mwenyezi Mungu awafungue macho Waislamu. Nchi za Kiislamu ni nchi za jiri, ni nchi zina kila kitu. Kitu kimoja tu wamekikosa, ni umoja, ndo hakuna. Usisikie, hatuhitaji. Khamenei ni mmoja wa watu waovu zaidi katika historia. Amekufa. Hii si haki tu kwa watu wa Iran, bali kwa Wamarekani wote wakuu na wale watu kutoka nchi nyingi kote duniani ambao wameuawa au kukatwa viungo vyao na Khamenei na genge lake la majambazi wenye kiu ya damu. Hakuweza kuepuka akili yetu na mifumo yetu ya ufuatiliaji ya kisasa sana, na akifanya kazi kwa karibu na Israel kama sisi wa Amerika, hakukuwa na kitu ambacho yeye au viongozi wengine ambao wameuawa pamoja naye wangeweza kufanya lolote ili kuepuka mavamizi tuliyoyafanya juu yake. Hii ndiyo nafasi kubwa zaidi kwa watu wa Iran kuirudisha nchi yao katika hali tulivu. Tunasikia kwamba wengi wa IRGC, jeshi na vikosi vingine vya usalama na polisi hawataki tena kupigana hivi vita, na wanafuata kinga kutoka kwetu, na wanaitaka hiyo kinga ili sisi tuweze kuwapea. Kama nilivyosema jana usiku, sasa wanaweza kuwa na kinga wanaweza kuwa na kinga, baadaye wanapata kifo tu. Tunatumaini IRGC na polisi wataungana kwa amani na wazalendo wa Iran na kufanya kazi kwa pamoja kama kitengo cha kuirudisha nchi kwenye ukuu inayostahili. Mchakato huo unapaswa kuanza hivi karibuni, kwa kuwa si tu kifo cha Khamenei bali pia nchi nzima katika siku moja na ya uhakika yataendelea bila kukatizwa na wiki nzima au kwa muda mrefu iwezekanavyo, ili kufikia lengo letu la kuleta amani katika Mashariki ya Kati na kweli duniani kote. Haya sio maneno ya KG Chipande, bali ni maneno ya Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye ameweza kuyazungumza hii leo baada ya kwamba wameweza kutangaza kwamba Khamenei ameweza kufariki. Na habari ambazo zimeonekana kuwa za ukweli ni kwamba hata jeshi kuu vile la nchi ya Iran wameweza kuthibitisha ya kwamba huyu jamaa ameweza kufariki. Nikwambie tu ya kwamba Khamenei, huyu jamaa alikuwa na nguvu zaidi hata nguvu ya rais wa Iran pale, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni kama mlinzi wao, ama yeye ndo alikuwa ni kama kiungo cha muhimu sana, ambao sheria zake pamoja na kauli zake zilikuwa zinafuatwa kwa haraka sana. Na sio hivyo tu peke yake, bali pia vile hapa majuzi tu ameweza kusifiwa kwa sifa mbaya ambazo alikuwa akiua, na takriban watu 3,000 ndani ya Iran wameweza kuuliwa kwenye maandamano ambayo yalikuweko hivi juzi tu, ambapo jamaa za Iran walikuwa wametoka barabarani na kwenye street ambao walikuwa wanafanya maandamano dhidi ya utawala wa Khamenei, ambapo walikuwa wanasema kwamba hawataki na wamechoka na utawala ambao ni dhalimu wa huyu jamaa. Hivyo basi huyu jamaa kupitia jeshi lake nchini pale Iran aliweza kuangamiza takriban watu 3,000, ambapo ndo watu baadhi leo wamekuja na kusherehekea kifo chake na kusema kwamba hakuna mkubwa hapa duniani, kwa sababu yeye aliua na yeye pia kauliwa. Kwa sababu ya hilo basi sisi hapa kwa KG Chipande hatuwezi tukasema tunafurahia ama tunachukizwa na jambo hilo lililoweza kutokea, kwa sababu dunia ni ndogo na dunia utakalolifanya pia wewe linakuja juu yako. Na vile pia habari ambazo zimeweza kutokea kwa yule ambaye ni mmoja wa Msomali ambaye ametoka nchini Marekani kule, ambaye ameonekana kumpinga Donald Trump kwa ukaribu na mara kwa mara, ambaye amekuja na kusisitiza na kusema kwamba jambo hili haliruhusiwi kamwe kabisa, kwa sababu Donald Trump anasubiria mpaka ule wakati ambao jamii ya Kiislamu inaenda
idhinisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio yeye anachukua advantage ya kwenda kuwashambulia. Ikumbukwe tu wakati mwaka uliopita Donald Trump aliweza kushambulia Iraq, ambapo ilikuwa mwezi huu wa Ramadhani, na vile vile pia sahino mwezi wa Ramadhani ambao umeingia, Donald Trump naye pia vile vile ameenda kushambulia nchi ya Iran ambaye ameungana na Israel ili mradi waishambulie nchi ya Iran. Na nchi ya Iran nayo pia vile vile imekuja na kusema itajibu makombora yote yaliyoweza kushambuliwa, ambayo yameweza kuua takriban wanafunzi 70 ndani ya Iran mpaka sasa. Ikumbukwe navyo pia vile vile Mwamerika alikuwa na ile kauli ya kusema kwamba yeye atafanya juu chini kokote ili mradi watu kutoka Iran waweze kupata amani na waweze kupata nchi yao salama salimini, kwa sababu nchi yao imetekwa na huyu ambaye wamemuua kwa sasa. Sasa maswali yanaibuka na watu wanaanza kujiuliza kama kweli Amerika alikuwa anataka amani iweze kurudi ndani ya Iran, mbona atumie makombora ambayo yameua wanafunzi ambao hawana hatia yoyote kabisa? Watu ambao hawahusiki na lolote kwenye ile vita ndio watu ambao wameumia zaidi kwenye vita vinavyoendelea. Na wale ambao wameonekana kuwa wapenzi wa Marekani vile vile ambao karibu sana na nchi ya Amerika wameweza kushambuliwa na wanaendelea kushambuliwa, na mpaka sasa tunavyoendelea kuongea mashambulizi yanazidi kuonekana kwenye sehemu tofauti tofauti za miji kama Lebanon, mji kama wa Qatar, mji kama wa UAE, that is Arab United Emirates, mji kama mwingine wa Kuwait. Ni miji ambayo inashambuliwa kwa sasa, na sasa tunavyoongea mashambulizi yanaendelea kwa wingi na kwa ukaribu sana. Leo vita vimeanza. Leo nafikiri nyote mmeangalia, mna habari maamuna, nyinyi mnatizama habari. Leo vita vimeanza. Vita vimeanza baina ya nchi inayojiita superpower wakishirikiana na Israeli kumpiga Iran. Mimi si Shia wala siwapendi Mashia wala sina uhusiano na Mashia, lakini mimi ni Muislamu na wao ni Waislamu. Yale ambayo kwamba tutakhtalifiana nayo tuweza kutalifiana msikitini lakini si katika kupigwa na adui. Jamani, tuamke. Mimi nazungumza haya, tuamkeni. Muislamu ni Muislamu popote atakapokupigwa wewe. Mtume atuambia Muislamu ni yule ambaye kwamba atasalimika Muislamu mwenzake, na Muislamu ni yule, atuambia Mtume katika hadithi nyingine, si katika sisi yule ambaye kwamba yasomhusu yanompata Muislamu. Nyote mmesikia kulikuwa kuna mazungumzo ya kuhusu nyuklia za Iran. Wairani wakaeleza wazi, kwa sisi hatuna nyuklia na wala hatuna nia ya nyuklia, bali hata kiongozi wetu ameharamisha nyuklia, kuwa hizi nzito hazifai kwa ubinadamu kwa sababu maangamivu yake ni makubwa kwa watu wa kawaida na innocent na wengineo. Naomba hii message ni muhimu sana naitoa. Hakuna sababu ya sisi kuwa support wa Israeli na Amerika against Iran. Kabisa hakuna. Iwe itakapokuwa leo Muirani amepigwa, mwenzako akinyolewa, na chako fanya nini? Tia maji sana kusema kwa Iran alikuwa akimsupport Bashar al-Assad na wale ni masunni wakiwaua masunni. Je, Muamerika hakumpiga ndugu zetu wa Sunni wa Afghanistan? Je, Muamerika hakuwapiga ndugu zetu masunni wa huko Syria? Je, Muamerika hakupiga ndugu zetu masunni walioko kila pahali? Iko wapi Libya? Si masunni wenzetu wale wakaivamia, wakaipiga, wakaifanya ndara, na leo Iran imeingiliwa. Leo Iran inachapwa, lakini tumwatia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Zile fikra za sijui Shia, hizo ni fikra za watoto wadogo. Hizo ni fikra za watu ambao kwamba hawajachanuka akili. Hizo za kusema Allahumma sallit adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Muisraeli haitaki Palestina peke yake. Muisraeli atakutawala nchi za Kiislamu zote anazitaka yeye. Ni hatua tu ya kwanza hiyo. Tishio lake kubwa lilikuwa nani? Ni Iran. Tumalize na wewe sasa, kisha wale wengine watakuwa ni kondoo wanaofuata. Muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba anasikia uchungu Muislamu mwenzake sehemu yote anapouliwa, na usisubiri kuja wewe kupigwa ndo uanze kumwomba Mungu. Ujue anavyochapa yule,
iko siku yako na wewe utachapwa. Leo watatuambia kwa huyu ni Shia, huyu ni hivi, kwa sisi tuwasapoti wao kwa sababu yule ni Shia. Kesho watakuja hapa kwetu na kwa wengine watatugawanya hivyo hivyo. Tumombe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awape ushindi ndugu zetu wa Iran. Tuombe Mwenyezi Mungu, Mungu awafungue mato Waislamu. Nchi za Kiislamu ni nchi za jiri, ni nchi zina kila kitu. Kitu kimoja tu wamekikosa, ni umoja, ndo hakuna. Usisikie, hatuhitaji nuclear sisi. Sisi tunahitaji umoja. Lau utaona umoja, basi Muamerika hana bezi yoyote ataweza kuiweka kumpiga Muiran. Ni kweli mani urongo? Tunahitajia sisi kusimama Waislamu kwa kitu kimoja. Wachana na fikra za kitoto na zilizopitikiwa na wakati. Huyu sijui ni Shia, huyu ni Sunni. Sisi si mashia wala tukubali ushia. Na akida yetu ni ahli sunna wal jamaa. Lakini ikifika wakati Muislamu mwenzetu apigwa, madamu asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sote lazima tuwe na yeye. Tusiingie katika mitandao kuzungumza mazungumzo ya kijinga jinga. Si wakati wa kupigana sisi kwa sisi, ni wakati wa kusimama pamoja. Waislamu tutamka lini sisi? Ikiwa paka imefika hapa na bado tujamka, sisi tutamka lini? Jamani, kwani sisi hatukupewa akili? Afala taqilun? Hamutia akili? Ziko wapi akili zetu sisi? Mwenyezi Mungu atuambia Qur'an, katika Qur'ani kila inna fi dhalika la'ibratan liulil albab, ni mazingatiwa kwa kila mwenye akili. Au bado mwataka tugombane, huyu utoa kunuti, huyu aleti kunuti, huyu apige bismillah, huyu apige bismillah, huyu apige maulidi, huyu apige maulidi. Tupigane kwa hizo ndo zitu ambazo kwamba ni muhimu. Mwaziona ulimwengu huu 2026 zitu muhimu ni maulidi na talkini na bismillah. Waislamu inukeni, kwisha hizo zitu zimepitiwa na wakati. Ni siasa zilichezwa hizo zote, hizo za maulidi, za kugawanywa sisi kwa sisi, za hivi na yule, ni siasa zilichezwa na zishapitiwa na wakati. Amkeni. Mimi nawaambia mutanikumbuka kama nitakuwa hai ama nitakufa, lakini mutanikumbuka. Amkeni. Adui yetu sisi ni moja tu, madamu Muislamu, basi Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Mambo mengine tutazungumza baadaye. Mwenyezi Mungu inshallah awape nasr muazzara. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, alinde familia zetu, ailinde dini yetu. Ya Rab, wewe tumekuatia kila kitu. Ya Rab, simama na haki dhidi ya batil popote ilipo. Ya Rab.